wanawake ambao mahakama iliruhusu waingie, lakini vyombo vya migration wamekataa bila sababu yoyote, lakini mahakama ilisharuhusu waingie kutoka Ujerumani, wengine kutoka Marekani. Stefan na Kate kama iliruhusu waingie, lakini na walikuwa kwenye orodha ya watu walioandikwa na mwenyekiti. Nataka kuanza na hoja ya wanachama na viongozi na ndugu kuingia mahakamani. Leo asubuhi kama mlivyosikia mliokuwemo ndani, mwenyekiti aliombwa majina ya watu 100 kuingia hapa mahakamani. Kwenye orodha ile yuko mtu anaitwa Kate na Stephen. Wamefika hapa asubuhi, lakini pamoja na kwamba majina yao yalikuwa miongoni mwa watu waliotarajiwa kuingia mahakamani leo, lakini vyombo vya dola vimewazuia kuingia. Sasa mle ndani mlisikia mwenyekiti aliraise hiyo hoja na hiyo concern, na mahakama ilisema watu wote waruhusiwe kuingia humo ndani. Lakini pamoja na maamuzi hayo ya mahakama, pamoja na maelekezo ya waheshimiwa majaji, watu hao wawili wamezuiliwa na hadi sasa nafikiri bado wako chini ya vyombo vya ulinzi. Kwa hiyo tunatoa mwito, jambo la kwanza, kwamba tunapokuwa hapa, wenye mamlaka ni mahakama, sio vyombo vya ulinzi. Hapa sio kituo cha polisi, hapa ni mahakama kuu. Mahakama inapoelekeza jambo, watu wote wawe ni watu wa vyombo vya ulinzi, iwe ni sisi mawakili ambao ni maafisa wa mahakama hii, au awe ni mwananchi yoyote, tunao wajibu wa kuhakikisha tunafuata na kutekeleza maamuzi yote yanayotolewa na muhimili wa mahakama. Sasa kwenye hili ni watake vyombo vya ulinzi kwamba wawaachie wale watu wanaowashikilia, na kwa sababu ni miongoni mwa wageni wa mwenyekiti ambao alishawasilisha majina yao kwa mujibu wa utaratibu kama walivyoomba wenyewe, na yeye akafanya hivyo, waachiwe na waje wahudhurie kesi hii, wasikie jamhuri wanavyoleta mashahidi wao kuanzia mwanzo mpaka mwisho kulingana na muda wao walionao. Jambo la pili, leo jamhuri wamefungua shauri lao kwa kuleta shahidi mmoja. Tangu asubuhi tumesikiliza ushahidi wao mpaka sasa tunapoahirisha shauri hili. Tutaendelea kesho kwa kumpa fursa mwenyekiti ambaye atapata nafasi ya kumhoji maswali yanaitwa cross examination, maswali ya kudodosa kila alichokisema pamoja na mambo mengine, ili tuweze kumalizana na shahidi huyo wa kwanza. Sasa amesema makamu mwenyekiti, mashahidi tu wa jamhuri wako 30. Mashahidi wa mwenyekiti wa kuanza nao wako 15. Vielelezo viko kadhaa pale. Viko baadhi ya vitu tunaviona, hata jamhuri wenyewe nadhani mliokuwemo ndani mmeona kama kuna kesi au hakuna kesi. Shahidi si ndio huyu? Amekuja leo, mmemsikiliza tuliokuwemo ndani. Hata kama sio mwanasheria unaweza ukajua au ukaona kwamba kwa mwenendo huu kuna kesi ya msingi au hakuna kesi ya msingi. Niwaombe kesho pia tufike kuja kusikiliza hayo maswali ya dodoso, ili sasa jambo hili lieleweke. Tutakaposikiliza mashahidi wote 30 watakapomaliza, basi mwenyekiti naye watafunga ushahidi wao na tutaingia hatua ya pili, kwa maana ya mwenyekiti naye kuanza kujitetea kama Mwenyezi Mungu akipenda. Jambo moja tu ambalo ni la utofauti kidogo. Tulipokuwa kule Kisutu tulifanya zoezi lilikuwa linaitwa komito, na kwenye maelezo ya komito kuna maelezo yakiwemo maelezo ya shahidi mwenyewe aliyokuja leo. Tunajua nini kimetokea, lakini shahidi hajaomba kutoa maelezo yake aliyoyaandika yeye mwenyewe kule, na ambayo yalikuwa sehemu ya komito kule, akisema hayo maelezo ni miongoni mwa vielelezo muhimu ambavyo pia jamhuri walisema wataviwasilisha hapa mahakamani. Shahidi amezungumza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwa hatua aliyofikia sasa hana fursa tena ya yeye shahidi kuomba kielelezo chake, kwa maana ya maelezo yake aweze kuwasilishwa mahakamani. Kwa tunajaribu kushauriana na mteja wetu ambaye tunamsaidia kwenye masuala haya, ili aone ni namna gani kama anaweza kawaambia basi na maelezo yake yale kesho yapokelewe hapa, ili apate fursa pia ya kumhoji, kumuuliza maswali ya dodoso dhidi ya maelezo yake. Sije kawa kule walichokuwa wanakisema na sasa kinachokuja hapa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tumefikia hapo kwa leo kumsikiliza shahidi wa kwanza wa upande wa jamhuri ambaye amefunga ushahidi wake. Kesho tutakaposikiliza maswali ya dodoso, basi upande wa jamhuri pia watapata maswali mengine au fursa nyingine ya kumuongoza kwenye baadhi ya maeneo ambayo wanazana atakuwa amekosea au wanahitaji kurekebisha. Kwa hiyo kwa leo tuko hapo, naomba tukutane kesho saa 3 kama mahakama ambavyo imeendelea kwa ajili ya kusikiliza mashahidi wengine. Asanteni sana. Naitwa Gaston Garubindi, ni mkurugenzi wa sheria wa Chadema, lakini pia ni wakili. Mkurugenzi yetu inaitwa sheria na haki za binadamu. Mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu Chadema,
lakini pia ni wakili wa Mahakama Kuu na mahakama nyingine zilizoko chini yake. Asanteni sana, tukutane kesho saa 3. Bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.